Na mtazamaji, asante kwa kuendelea kusalia nasi kwenye habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Na sasa ni habari za biashara na uchumi. Wafanyabiashara wadogo wanaofanya biashara mpakani mwa Tanzania na Malawi kunufaika na mfumo wa kurahisisha na kuimarisha biashara STR, hususani katika mipaka mikubwa ya Kasumulu na Songwe. Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amesema hayo wakati wa hafla ya kusaini mkataba wa makubaliano baina ya nchi ya Tanzania na Malawi jijini Lilongwe, Malawi, ambapo amesema mkataba huo utarahisisha ufanyaji biashara na kupunguza urasimu pamoja na kupata huduma kwa haraka, ikiwemo ujazaji fomu ya usaili na kuendelea na biashara kwa upande wa pili. Mfumo wa STR utaruhusu wafanyabiashara wadogo kusafirisha bidhaa zilizosainishwa kwa kutumia nyaraka chache, fomu rahisi za kiforodha na za usaili wa bidhaa kwa kuzingatia kiwango maalumu cha thamani ya bidhaa kilichowekwa katika mkataba, ukilenga kurahisisha taratibu za forodha na kupunguza vikwazo visivyo vya kikodi NTBs, ukiwahusu wafanyabiashara wenye mitaji isiyozidi dola za Marekani 2,000. Makubaliano ya leo ambayo tumeyasaini pamoja na serikali ya Malawi kupitia wizara yao inayohusiana na masuala ya viwanda na biashara ni makubaliano muhimu sana kwa wafanyabiashara wadogo waliomo mipakani mwa Tanzania pamoja na Malawi. Makubaliano haya yanarahisisha biashara kwa wafanyabiashara hawa wadogo, ambapo taratibu kidogo ambazo zilikuwa zinatumika hadi sasa ni taratibu ambazo kidogo zina urasimu. Kwa hiyo lengo la makubaliano haya ni kupunguza urasimu, kuwa na utaratibu ambao wafanyabiashara hawa watakuwa facilitated kwa haraka ili waweze kuvuka mipaka na kuweza kufanya biashara. Wenzetu wa serikali ya Jamhuri ya Malawi kwa kukubali kwamba mkataba huu sasa usainiwe. Kwa hiyo mkataba huu umesainiwa, na kama nilivyosema utawawezesha wafanyabiashara wetu wadogo na wengi wanaofanya biashara katika mipaka yetu ya Kasumulu pamoja na Isongole kuweza kufanya biashara zao kwa urahisi. Tuna wafanyabiashara wengi ambao ni wadogo, ambao wana mitaji ambayo sio mikubwa. Kwa hiyo kwa mkataba huu ambao utawawezesha kuwa na kiwango cha dola 2,000 kuweza kufanya biashara yao kwa urahisi. Kwa mkataba huu tuliotia saini siku ya leo una faida ya kuwawezesha wafanyabiashara wadogo kupita katika boda ya Kasumulu kuelekea Malawi, aidha kutoka Malawi kwenda Kasumulu, kwa kupunguziwa bei ya uvushaji wa mizigo, kwa kupunguziwa gharama ya ulipaji, alafu tena pia kwa kupunguziwa zile process ndefu ambazo zilikuwepo kwenye mipaka yetu. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa amelielekeza Chemba ya Biashara, Viwanda na Kilimo kwa kushirikiana na Mamlaka ya Uwekezaji na Maeneo Maalum Kiuchumi nchini TISEZA kuendelea kuhamasisha uwekezaji wa ndani ili kuondoa dhana ya kuwa uwekezaji ni kwa ajili ya wageni. Taarifa ya Epimakus Apolinari inafafanua zaidi. Malisa ametoa rai hiyo katika warsha ya uhamasishaji wa uwekezaji wa ndani, ambapo amesema kuwa ipo dhana ya baadhi ya wafanyabiashara wa ndani kudhani kuwa fursa za uwekezaji ni kwa ajili ya wageni pekee. Ni fursa hii vizuri kupata uelewa na kubadili mtizamo kwamba wawekezaji ni watu wa nje ya nchi. Hapana, hata sisi wenyewe ni wawekezaji wakubwa na mitaji ya ndani ipo. Ni swala la maamuzi na kupata guidance ya kutosha, na hususan kufahamu fursa zilizopo kuhusiana na uwekezaji wa ndani. Kaimu mkurugenzi mkuu wa TISEZA Daudi Liganda ameeleza kuwa kampeni ya uhamasishaji wa uwekezaji wa ndani inalenga kuwajengea imani wa Tanzania kuwa serikali ipo tayari kuweka mazingira rafiki ya uwekezaji. Tanzania unawezeshwa kuwekeza kwa kupewa unafuu wa mitaji. Inalenga kuwajengea Watanzania imani kwamba serikali ipo tayari kuweka mazingira wezeshi, motisha na mifumo rafiki itakayowawezesha kuwekeza kwa uhalali, usalama na tija. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimakus Apolinari,
Channel 10. Asante Epimagus Apolinari kwa taarifa hiyo, na taarifa yake basi inahitimisha habari za biashara na uchumi. Eden Bahati atakuwa hapa kwa ajili ya habari za michezo na burudani.